Na hukumu ni gani? Maana 16 nasema aminie. Kwanza unaamini alafu unabatizwa, utaokoka. Kama hataamini atahukumiwa. Hukumu ni gani? Hukumu ni gani? Maana 16 tunahukumiwa na Yohana 3:17. Inasemaje? Inasema kwamba maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwenguni. Mwana ni nani? Ni Yesu Kristo. Bali ulimwengu uokolewe katika Yesu Kristo. 18. Amwaminie Yesu hata hukumiwa. Asiyemwamini Yesu Kristo kuwa mwana wa Mungu amekwisha kuhukumiwa. Kwa hivyo mtu asikusumbue akisema mbona unanihukumu? Mbona sikuhukumu? Kama hujamwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wako na kwamba ni mwana wa Mungu. Sikiza hiyo statement. Oh, hallelujah. Hallelujah. Kumbe nataka kuruka kakitu. Amwaminie Yesu Kristo hata hukumiwa. Asiyeamini amekwisha kuhukumiwa kwa sababu hakuamini jina la mwana wa pekee wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu Kristo ni mwana wa pekee wa Mungu. Yesu Kristo, mtu apende asipende, ndiye njia, ndiye Mwokozi wa pekee ambaye atatufikisha kwa Baba. Ndiye tikiti yako. Ukifika kwa mlango wa SGR hivi unaulizwa tikiti. Mpaka onyeshe tikiti yako, unaambiwa ingia. Na Yesu Kristo ndiye tikiti. Tukifika mlangoni uko na chapa ya Yesu, naambiwa pita. Yaani hata mlango unakufungukia wenyewe. Kwa hivyo hakuna ukora kule hatutasema utaenda ujifiche. Hapana. Na itakataa, mlango utakataa. Akifika tu aliye na chapa Yesu Kristo unafunguka na ingia. Akifika sasa na chapa unakataa. Akija na kule hakuna cha mahali unabofati. Wenyewe automatic. Ukisimama tu basi. Ukishaingia unarudi tena. Bwana Yesu asifiwe. Unaona vile lift zinafanyaga? Basi ndio hivyo. Sasa wewe unafika pale. Ulimkataa Yesu hakuna. Kaa sana hapo.